Kwa kuzingatia dhamira ya serikali katika kulinda utu, afya na usalama wa jamii yetu, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya hapa nchini. Mwezi Januari na Februari 2026 tulikamata jumla ya kilogramu 9925.78 sawa na tani 9.93 za dawa za kulevya aina mbalimbali, chupa 1795 za dawa tiba zenye asili ya kulevya na kuteketeza ekari 87.5 za mashamba ya bangi. Aidha, magari 6 na pikipiki 29 zimekamatwa katika operesheni hizo, huku tukiwashikilia watuhumiwa 151 kuhusiana na uhalifu huo. Kwa kushirikiana na maafisa wa kituo cha forodha cha Mtukula kilichopo wilaya Misenyi, mkoa wa Kagera, mamlaka imekamata dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya pethidine boksi 105 zenye chupa 1045, morphine sulfate boksi 31 zenye chupa 310 na fentanyl boksi 44 zenye chupa 440. Dawa hizo zilikamatwa katika basi la abiria la kampuni ya SR Classic lenye usajili wa nchi ya Kongo namba 5673 AB04 linalofanya safari zake kati ya nchi ya Uganda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dawa hizo ziligundulika wakati wa upekuzi wa basi hilo katika kituo cha forodha cha Mtukula lilipokuwa likiingia nchini Tanzania kutokea nchini Uganda. Watuhumiwa waliokamatwa katika tukio hilo ni Hassan Omari Mwambashi maarufu kama Macheni mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa Mbezi jijini Dar es Salaam, Ibrahim Saidi Malindi mwenye umri wa miaka 36, Mtanzania anaishi Kampala, Uganda, Yasa Saidi Hamud mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam, Hamadi Saidi Hamad mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa Mombo, Tanga, Abdul Athman Hamis mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Amana jijini Dar es Salaam, Mohamed Abdallah Sako mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa Ilala jijini Dar es Salaam, na Mwisha Mohamed Abdallah mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam. Dawa aina ya pethidine, morphine na fentanyl ni dawa tiba zenye asili ya kulevya zilizopo kwenye kundi la afyuni, yani opioids, ambazo hutumika hospitalini kwa ajili ya kupunguza maumivu makali wakati wa operation kwa wagonjwa wa saratani, ajali pamoja na wagonjwa wa selimundu. Aidha, dawa hizi zikichepushwa zinaweza kutumika kama dawa za kulevya na kusababisha uraibu kwa haraka zaidi kutokana na kuwa na nguvu kubwa. Dawa hizi zipo katika kundi la vipumbaza, yani depressant, na zina uwezo mkubwa wa kusababisha vifo kwa haraka kwa mtumiaji, kwani huharibu mifumo ya mwili, hasa mapigo ya moyo, mfumo wa fahamu pamoja na mfumo wa upumuaji. Hapa nchini dawa hizi zinadhibitiwa kwa mujibu wa Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya sura ya 95 na Sheria ya Dawa na Vifaa Tiba, yaani TMDA sura ya 219. Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya imeorodhesha dawa hizo katika jedwali la kwanza, yaani first schedule, na Sheria ya Dawa za Vifaa Tiba inabainisha kuwa muingizaji na msambazaji wa dawa aina ya narcotic ni Medical Store Department, yani MSD pekee, na vituo ambavyo dawa hizo zinaweza kutumika ni lazima viwe na kibali maalum kutoka TMDA. Ni vyema tukafahamu kuwa dawa aina ya fentanyl ni hatari zaidi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusababisha vifo hata kwa kiasi kidogo cha matumizi ikilinganishwa na dawa nyingine jamii ya afyuni kama vile morphine pamoja na heroin. Bangi aina ya skanka imeendelea kukamatwa kwa wingi hapa nchini. Katika operations zilizofanyika jijini Dar es Salaam, mtuhumiwa Jontwa Samuel Mwaikonyole mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Gogoni Kibamba, alikamatwa akiwa na kilogramu 81.883 za skanka zikiwa ndani ya gari aina ya Scania lenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini
CAA 129054 na trailer namba CAA 22911 lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja Tanzania likiwa limebeba matunda aina ya apples. Eneo la Chanika Buyuni tuliwakamata watuhumiwa Masud Rajabu mwenye umri wa miaka 38 na mwenzake Shafii Muhammad mwenye umri wa miaka 30 wakiwa na kilogramu 488.64 za skanka zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya nyumba wanayoishi. Aidha, jijini Mbeya katika ukaguzi wa mabasi ya abiria watuhumiwa 6 walikamatwa kwa nyakati tofauti wakisafirisha bangi aina ya skanka. Watuhumiwa hao ni Leonard Paulo mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa Sirari Mara aliyekamatwa na kilogramu 46.46, Maria Kandonga mwenye umri wa miaka 18 na wenzake Monica Kandonga mwenye umri wa miaka 41 na Ibrahim Mwakibete mwenye umri wa miaka 26, wote wakazi wa Mbeya walikamatwa wakiwa na kilogramu 9.68. Joseph Nkwala mwenye umri wa miaka 30 raia wa Malawi alikamatwa akiwa na kilogramu 4.62 na Esther Mbise mwenye umri wa miaka 22 mkazi wa Mbeya alikamatwa na kilogramu 16.1 za skanka. Mkoani Arusha tuliwakamata watuhumiwa Fatuma Musa Muhamedi mwenye umri wa miaka 45 maarufu kwa jina la Mama Arafa na mwenzake Elibariki Martin Kingu mwenye umri wa miaka 29 maarufu kwa jina la Baraka wakiwa na bunda 937 za mirungi zenye uzito wa kilogramu 363.45. Mama Arafa ni mhalifu wa muda mrefu aliyekuwa akiendesha mitandao ya usafirishaji wa mirungi na kuwatumia vijana wa bodaboda kusambaza mirungi katika maeneo mbalimbali hususani kwenye miji mikubwa. Vile vile, katika operesheni zilizofanyika mikoa ya Tabora, Tanga, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Morogoro, Kigoma, Katavi, Ruvuma, Mtwara pamoja na Mara na Kilimanjaro zilikamatwa bangi jumla ya kilogramu 5237.97 sawa na tani 5.24, mirungi kilogramu 4039.06 sawa na tani 4.04 pamoja na heroin gramu 72. Operations zilizofanyika zinaonyesha jitihada za serikali katika kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya nchini. Tutaendelea kupambana na wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya pamoja na dawa tiba zenye asili ya kulevya ili kuhakikisha hazichepushwi na zinawafikia wagonjwa wanaohitaji dawa hizo badala ya kutumiwa na wahalifu kama mbadala wa dawa za kulevya. Tutaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za serikali, mashirika, asasi za kiraia pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii kuhakikisha kwamba tatizo la dawa za kulevya linadhibitiwa kikamilifu hapa nchini. Skanka imekuwa ni tatizo kubwa sana. Baada ya kudhibiti uzalishaji wa bangi katika maeneo mbalimbali hapa nchini, wahalifu wa dawa za kulevya wameanza kuingiza hizo skanka kutoka nchi za nje na kuingiza hapa nchini, na ndio maana mnaona ukamataji mkubwa zaidi wa skanka unafanyika hivi sasa, na tumeimarisha mifumo yetu ya kiupelelezi ili kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote anayejitokeza katika biashara yoyote ya dawa za kulevya hususan skanka, tunahakikisha kwamba tunamkamata kabla ya kusambaza dawa hizo mitaani. Lakini pia dawa tiba za kulevya zenye asili ya kulevya ambazo ni dawa halali zinazotumika kwenye hospitali hivi sasa pia zimekuwa ni tatizo kubwa, zinachepushwa na kuingizwa kwenye mitaani na kuweza kutumika kama dawa za kulevya. Hapa nchini tumeweka mifumo mizuri kwa kushirikiana na TMDA na mamlaka mbalimbali za serikali, na tunafanikiwa kudhibiti dawa zote zenye asili ya kulevya zinazoingia hapa nchini ili ziweze kutumika kwenye hospitali zetu kihalali. Lakini pia wahalifu, baada ya udhibiti uliofanyika hapa nchini, wanaingiza dawa hizo sasa kutoka nchi za nje kuingiza hapa nchini, na tumeendelea kuimarisha hiyo mifumo na tutaendelea kuwakamata ili kuhakikisha kwamba dawa tiba zenye asili ya kulevya zinazoingizwa kwa njia za panya
hazifanikiwi kusambazwa mitaani na kuathiri Watanzania, kwa kuwa madhara yake ni makubwa zaidi kuliko hata hizi dawa za kawaida za kulevya, kwa sababu zinasababisha vifo vya haraka, lakini zinaleta uraibu wa haraka ambao pia hauponyeki kirahisi, tofauti na hizi dawa nyingine za kulevya. Lakini pia kuna kipindi tulitangaza msamaha kwa wafanyabiashara wote wa dawa za kulevya waliokimbilia nchi za nje, ambao wamekuwa wamefanya biashara na operation kubwa zilizoendeshwa za kuvunja mitandao mikubwa ya dawa za kulevya kuweza kufanikiwa, na wao wakaweza kukimbilia nchi za nje. Lakini kutokana na kwamba waliojitokeza ni wachache na wengi hawajajitokeza, pia ule msamaha tumeufuta, na kuanzia sasa tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawasaka huko kote waliko kwenye hizi nchi, na tutashirikiana na hizo nchi kuhakikisha kwamba tunawakamata. Kwa mfano, katika nchi ya Uganda, waliokimbilia nchi ya Uganda tayari tumeshakamata mmoja na tunamshtaki hapa nchini, tunamshikilia. Waliokimbilia Afrika ya Kusini tumekamata wawili, wanashtakiwa huko huko Afrika ya Kusini. Waliokimbilia nchini Malawi tumekamata mmoja na tunamshtaki hapa nchini tunaye, na wengine tunaenda kuwasaka kwa sababu wengi wamekimbilia nchi ya Malawi, na wengine pia wanalima mashamba ya bangi kule nchi ya Malawi, na mwisho wa siku zile bangi ndio wanazozisindika na kutengeneza skanka ambayo ndio inatuathiri na kuingia hapa nchini. Lakini pia waliokimbilia Zambia na wenyewe tumewakamata, na tumeshakamata mmoja na yeye anashtakiwa kule kule nchini Zambia. Lakini pia waliokimbilia nchi ya Botswana tayari tumekamata mmoja na anashtakiwa kule kule Botswana. Lakini pia kuna waliokimbilia Dubai, tulishakamata wawili, tunawashtaki hapa nchini.